Shalom shalom, tumependa kuwasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo na kuwakaribisha tena ndani ya kipindi hiki cha uwezo wa neno ndani ya TV ya Ndiho Gospel. Kwa hiyo ningependa tukamate muda mzuri wa kuanza na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunalibariki tena jina lako, tunasema tena asante kwa kuwa ni Mungu wa uweza, Mungu wa neema, Mungu wa baraka. Tuna sababu kubwa ya kulitukuza jina lako na kuweza kusema asante. Kwa kuwa ni Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali, Mungu unayetuonekania. Kwa hiyo acha heshima, acha utukufu tukurudishie kwa kuwa ni mwema. Ninaacha neema juu ya neno lako. Na kila wote ambaye atakaye sikia maneno haya, acha yapate kumsaidia katika jina aliyekuwa Bwana Mwokozi wetu Kristo. Amen. Kwa hiyo bila kukawia, acha tuendelee na somo letu lingine la leo. Na nilikuwa napenda leo nizungumuze kusikia sauti ya Mungu kuliko sauti ya mwanadamu. Kusikia sauti ya Mungu kuliko sauti ya mwanadamu. Na ningelipenda pia tupate kusoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Nataka usikie neno la Mungu ili tupate kufafanua kwa yale ambayo umesikia. 17, mstari wa 17 inasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Amen. Nataka kuzungumza aswa kuisikia sauti ya Mungu kuliko sauti ya mwanadamu. Kwa maana tunapoangalia kwa nyakati hizi ambayo tumo ndani, baadhi ya watu wengi wameipoteza sauti ya Mungu ya kweli, na leo wanakuwa wanasikia sauti za wanadamu. Na nilikuwa nataka kukwambia kwamba sauti za wanadamu hakuna mahali zitakuelekeza pasipokuwa kukupeleka katika njia zenye zitakufanya unajitenga na kile ambacho Mungu amekuambia. Kila wakati utaelewa kwenye maisha, kama Mungu amesema na wewe jambo, viko vigumu hata siku moja mtu mwingine akuelewe kwa kila chochote unachokifanya. Ndiyo maana nimependa kuongea pamoja na wewe kwenye maisha, utembee sana na kile kenye Mungu amesemaka na wewe. Kwenye maisha utii sana kile ambacho Mungu amekuambiaka. Hii itakusaidia sana kwenye msafara wako ambao uko unatembea pamoja na Mungu. Biblia inasema Mungu alipoiumba dunia, akaiumba na mbingu. Biblia inasema kwamba na kila kitu chote alipoona kwamba ni kizuri, amefika kiwango na kumuumba mwanadamu. Alipomuumba mwanadamu, ameongea na neno moja na Adamu, akamwambia hivi, Adamu, miti yote iko ndani ya shamba hii unastahili kuila, lakini nakukataza katika mti huyu ambaye unaonekanisha mema na mabaya. Mungu akamwambia mti ule, siku utaukula ndio siku utakufa. Adamu ameikala muda mrefu akitii ile sauti ambaye Mungu amemwambia.
Shida kubwa sasa ni hii, na nataka muielewe na tuelewe ili ipate kutusaidia. Nilikia kutana, hakuna mtu ambaye anaweza kukuingiza mwerere kama au kumupatia na nafasi akuingize ndani. Ndio maana kwenye maisha utake sana na kile kenye Mungu amekwambia ukitembelee zaidi. Biblia inasema Mungu alipoona kwamba Adamu ana furaha, akamlaza na akamtoa msaidizi wanayofanana pamoja naye. Na alipomchomoa msaidizi, Adamu alipomuona, neno la kwanza alianza akatabiri. Akasema, we ni nyama zangu, ni mfupa wa mifupa zangu. Na akasema kwamba utakuwa mwanamke. Na msafara wa Adamu kuishi na Hawa ndani ya bustani ya Edeni umeanzia pale. Lakini siku moja yenye Adamu hakukuwa anatarajia, aliona mwanamke anavuka mipaka na kwenda kufanya kile kitu kenye Mungu alikuwa alimkataza Adamu. Biblia inatuambia kwamba wakati mmoja mwanamke aliona ule mti, akaona kwamba kwanza ni mti unaotamanika. Shetani kama alipitia katika nyoka na kuja kumdanganya mwanamke, ni sababu amekuwa amefika kiwango cha kuona kwamba ule mti unastahili kuliwa. Ndiyo maana kwenye maisha ni kuwa makini na watu ambao unaona kwamba wanaweza wakakutia kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Si kwamba kupewa mke ni dhambi, hapana. Lakini pana zingine hatua haustahili kumwacha mwanamke ama mke wako ama rafiki anazikamata. Zingine hatua inakubidi wewe ambao ulioongea pamoja na Mungu njoo utembee navyo. Naongea na mtu mmoja nikimwambia kwamba sikia sauti ya Mungu kuliko sauti ya mwanadamu. Leo pana baadhi ya watu wengi wanatembea sana kwa yale ambayo wanadamu wanasema, na sauti ya Mungu wameipuuzia. Biblia inasema kwamba mwanamke alipokwenda akachuma ile tunda na akakuja anamletea Adamu. Kwa maana shetani alimwambia, Mungu aliwadanganya. Alijua kwamba mkikula mtakuwa na akili kama yeye. Na mwanamke akakata ile tunda. Kinachoniumiza ni hiki, mwanamke akaanza akaikata na akamletea mwanaume, naye pia akaila. Mwanaume akasahau kwamba Mungu amemkataza kula katika tunda hiyo. Kwa wengine msemo, amesikia sauti ya mke wake zaidi ya sauti ya Mungu. Na hii ndio inaua watumishi wa Mungu sana. Na hii ndio inaua makanisa sana. Kama Mungu anakuita, akukuita we na mke ama kukuita na mtu mwingine, Mungu amekuita peke yako. Na kama Mungu anakuita peke yako, sikia sauti ya Mungu jinsi inavyokuelekeza na utembee vile, itakusaidia sana. Leo watumishi wa Mungu wengi wamepoteza sauti ya Mungu wakitembea na sauti za watu. Hata waone vitu venye viko vizuri ndani ya kazi za Mungu, uliye kukamata muda anapiga magoti na mwambia Mungu, naona kwamba vitu vimekuwa vigumu, nataka maelekezo. Leo anakimbilia kwa watu, na yale ambayo watu watamwambia anayakamatilia yale na anakuja kufanya nayo kazi. Na unakutana kwamba ile kupoteza sauti ya Mungu iko napoteza mambo mengi katika maisha yako. Kitu chenye Adamu kimemtokea ni hiki. Ndio maana Mungu alimwambia mstari wa 10, akamwambia Adamu,
kwa kuwa umeisikia sauti ya mke wako. Ndio neno la Mungu nasema, kwa kuwa umeisikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale. Kumbe kusikia sauti ya mtu mwingine kuliko sauti ya Mungu itakupeleka fasi pasipofaa. Mashauri yanahitajika, lakini pamoja na mashauri, ongea na Mungu, tafuta Mungu, kamata muda we na Mungu ili apate kukuelekeza jinsi utaenda pamoja naye. Kutokuwa makini, baadhi ya watu wengi wako wanaipoteza sauti ya Mungu. Utaiona hata kwa Samsoni. Samsoni alikuwa na siri kubwa ambaye ameitwa mnadhiri, lakini juu ya mwanamke siku hiyo akaitoa siri yote nje. Juu ya mwanamke akaitoa siri akaitia nje. Simaanishi kwamba mwanamke ni mbaya, lakini anje sana na wakati mwanamke anataka kukamata na nafasi yako. Anje sana na mtu ambaye anataka kukamata na nafasi yako. Kwa maana anayetaka kukamata na nafasi yako, maneno yote anayezungumza ni ya kukutenga na kile kenye Mungu amekuambia. Ndiyo maana naongea na wewe kwa siku ya leo nikikwambia kwamba uisikie sauti ya Mungu kuliko masauti yote. Ushauri ndiyo unahitajika, lakini kuwa wa kwanza, sauti ya Mungu ikuongoze. Sauti ya Mungu itembee pamoja na wewe. Kutokuwa makini inafanya watumishi wengi wa Mungu wanapoteza mambo makubwa ya Mungu. Kutokutembea na ile sauti ya Mungu, watumishi wengi wamerudia nyuma, wamepoteza vitu vikubwa vya kimungu. Ndiyo maana naongea na wewe nikikwambia kwamba tembea na sauti ya Mungu ili ipate kukusaidia kwenye maisha, kwenye hatua, kwenye kila jambo lote unalolifanya, na Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa maneno ya uzima ambao unatufunulia tena katika muda kama na vile na huyu. Tumeona kwamba Adamu kwa kusikia sauti ya mke wake kuliko sauti ya Mungu ilileta laana ndani ya dunia. Kwa mwingine msemo, hata mtumishi wako kusikia masauti ya watu wengine kuliko sauti yako inaleta laana ndani ya kazi. Kwa hiyo Mungu, acha usaidie huyu baba, usaidie huyu mama, saidia hao watu ambao umepatia neema ya kuiongoza kanisa, kuongoza masosiete, kuongoza kazi zako. Mungu wapatie neema katika jina la Yesu Kristo ya kutembea bila kuacha sauti yako nyuma, na kutembea na kukusikia wewe. Itafanya mambo mengi yanafunguka, itafanya mambo mengi yanatendeka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana.